tulikotoka na wapi tunakwenda. Kwa namna yoyote ile ya kushawisha mtu yeyote, tusiingie barabarani kuharibu amani. Tukiharibu amani ambao ndio msingi wa sisi wananchi wa Rorya na nchi yote kwa ujumla wake, hatutapata maendeleo tunayotaka. Tunazo namna nzuri ya kudai maendeleo. Leo viongozi wetu wamefika hapa, tutayasema. Lazima tubaki kwenye msimamo uliosimama imara. Msimamo mzuri ni kuendelea kulinda amani, na utengano na mshikamano. Ndio msingi imara wa kuendelea kupata maendeleo kwenye maeneo yetu. Nichukue nafasi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa kuwapongeza askari wa Jeshi la Polisi wilaya hii na mkoa kwa ujumla wake chini ya Jemedari Mkuu wetu wa mkoa Daktari Kanali Mtambi. Walifanya kazi kubwa nzuri mno. Ni mwenda wazimu pekee ndio anaweza akatoa fedheha na akawadhalilisha hao askari kwa kazi kubwa nzuri walifanya tarehe 29. Sisi wananchi sio tuliungana nao tukaimarisha ulinzi na usalama, na ndio mwendo wetu wa chapa kazi, na tunakwenda kwa umoja huo kwa sababu tunaamini bila amani hakuna maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa miaka yetu hiyo iliyopita yote minne, daktari amefanya kazi kubwa sana. Hapa Shirati tulipokaa ilikuwa ni ngumu sana Chama cha Mapinduzi kupata na kuzungumza watu wengi wa aina hii unaoona mbele yako. Tulikuwa huko miaka ya nyuma zaidi ya miaka 8 kwa sababu ya changamoto zilizokuwa ya maji kwenye eneo hili. Haikuwa rahisi mtu kuingia hapa wa Chama cha Mapinduzi na kusema CCM oyee. Katika miaka 4 Daktari Samia ameweka fedha hapa, wananchi hawa wakaanza kunufaika na mradi wa maji. Na ndio maana ilikuwa ni ngumu sana kuwashawishi. Sasa leo hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitaisema baadaye imefikia wapi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, miundombinu ya barabara, tulikuwa na madaraja ambayo tumeyaomba kwa miaka 40. Daraja la kuunganisha watu wa tarafa ya Nyanda na tarafa ya Suba na tarafa ya Ruimbo. Hatukuwa na madaraja hayo. Mto Mori, Daktari Samia alikuwa fedha zaidi ya bilioni 1 na milioni 400, tukajenga daraja lile, likatengeneza mahusiano mazuri wa wilaya hizi, ikaimarisha uchumi wa wananchi, na ndio msingi mkuu ambao tunajivunia muda wote. Leo hii tumetoka kwa daraja lingine pale kwa waki ambao tumepewa zaidi ya milioni 700. Maombi yalikuwa ni bilioni 1 na milioni 400. Waziri wa wamejenga kwa milioni 700. Yalikuwa ni maombi ya wananchi kwa ujumla wake. Kwenye miundombinu ya madaraja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekwisha jenga madaraja makubwa unayoona kama lile, madaraja mawili makubwa kwa ajili ya kuokoa uhai wananchi. Lakini tumejenga madaraja 4 kwenye maeneo mbalimbali ya kuunganisha jamii hii ambayo ilikuwa ni maombi kwa miaka 4 kwa miaka 40 toka tumepata uhuru. Daktari Samia amefanya kwa miaka 4, tunajivunia sana. Maeneo mengi, vituo vya afya katika miaka 4 Daktari Samia tumepata vituo vya afya 4. Toka uhuru tuko na vituo vya afya 4. Daktari ameongeza vituo vya afya 4. Wananchi wanaendelea kupata huduma. Tumeenda kuimarisha miundombinu ya sekta ya elimu kila mahali. Tulikuwa tunasema hatuna sababu ya kumdhalilisha Daktari Samia. Na sisi tunasema hata wao wanaopanga maandamano, sisi wananchi wa Rorya, mimi kama mbunge wao, mara nyingi nimekuwa nikiwaasa na kuwaomba, sisi si watu wa kushawishiwa kuingia barabarani, kwa sababu hatuna sababu ya kutupeleka barabarani. Tunajua namna nzuri ya kuendelea kuomba maendeleo, na ndio haya ambayo tunataka tuyaseme leo ukiwepo hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pamoja na mazuri haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu sasa niende kwa mambo kadhaa ambazo ni changamoto za wananchi hawa. Pamoja na zuri lilofanyika la maji hapa leo hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa bado maji hapa wanapata kwa mgao. Wakina mama ambao walikuwa wanasherehekea, wananchi ambao walikuwa wamerudisha mioyo, wananchi walikuwa na kiunga chama na serikali yake, leo ukimsimamisha mtu mmoja mkazi wa hapa atakwambia changamoto kubwa ni maji. Wameanza kuamka tena saa 11 tunarudi kule tulikotoka. Walishaacha haya ya nyuma. Leo maji ya Shirati yalikuwa yanaita maji ya Samia. Yakitoka mtu akioga ndani ya bomba anasema Mama Samia leo ametoka. Leo maji hapa ni mgao, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wananchi hawa wanatamani leo useme neno ili tujue kama ni shida ya miundombinu ya mabomba, lini fedha inapatikana kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya maji. Kama ni shida ya uchakavu wa miundombinu ya maji, lini fedha inapatikana ili hawa wananchi turudi tulikotoka, asikunge tamani tuna Shirati ikose maji, kwa sababu ndio mji mkubwa kwa wilaya hii, ndio mji tunaotegemea. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni barabara ya lami hii tuliokuja nayo ambayo umeiona. Barabara hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafika mahali sasa hata mimi kijana wao kwa mapenzi wanaonipa, wengine wanaonea aibu tu kunitazama usoni, kwa sababu wanasema barabara hii tumeahidi. Na bahati nzuri kwenye viwanja hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati katibu mkuu ambaye alikuwa wakati wa makamu wa rais, ilipigwa simu ya waziri wa ujenzi, na wakaahidiwa kama ndani ya wiki 2 mkandarasi anaanza kufanya kazi. Wakajana tarehe 27 mwezi wa 4, tulitegemea toka mwaka jana mwezi wa 5 barabara hiyo iliyokuja nayo Mheshimiwa Waziri Mkuu tutamuona angalau mkandarasi yupo, angalau anakwenda hata kwa hatua ndogo ndogo. Mpaka leo hawana mkandarasi wanayemuona. Na kwa kuwa waliahidiwa hapa ndani, wao wanadhani, wanaamini mbunge ndio anapaswa atekeleze lile. Mimi nimekuwa nikinyoshwa mkono na wananchi hao wanaona. Kwa kuwa leo upo kiongozi mtendaji wa serikali, ninaomba unitue mzigo huu kwa kuwaambia hawa wananchi lini barabara yao inaanza ujenzi. Ina nini
Usiendelee kunyoshea mkono, usionekane mimi ndio kikwazo, mimi ndio tatizo la ujenzi wa barabara hii. Ninaamini utendaji wako, ninaamini ushawishi wako, ninajua namna unaofanya. Utasema maneno mazuri hapa na kila kitu kitakwenda kuwa shwari. Lakini la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni umeme. Katika wilaya yetu ya Rorya tuna changamoto mbili kwenye sekta hii ya umeme. Moja, linafahamika ni kukatika kwa umeme. Maeneo mengi wafanya biashara hapa, kwa sababu ndio mji mkubwa, wanalia na katika kwa umeme. Ninajua yawezekana chanzo kikubwa ikiwa ni miundombinu iliyochakaa, kwa sababu ina muda mrefu haijafanywa marekebisho, na yenyewe inahitajika pesa kwa ajili ya hilo. Naamini utalisemea ili ikae sawa sawa. Lakini la pili, umeme tunaopata sisi wa wilaya ya Rorya unakwenda Nyamongo, unatoka Msoma pale Kale Kirumi, unakwenda Nyamongo ndio unarudi kwetu sisi watu wa Rorya. Kwa urefu wa umeme huu, kwa wakati mwingine ikitokea shida Nyamongo, mwana Rorya ndo anaathirika. Nguzo kianguka kule Tarime, mwana Rorya ndo anaathirika. Tunakuomba tupate substation ya kwetu sisi kama wananchi wa Rorya, ijengwe maeneo ya Nyancha Bakenye pale Kisumwa, ili tuondokane na umbali mrefu wa usambazaji umeme unaokwenda Nyamongo kisha unarudi kwa wilaya ya Rorya. Tukifanya hilo, ninaamini kabisa tutapunguza umbali mrefu wa usafirishaji wa umeme na wananchi watapata huduma. Hili la vitongoji ambavyo vinapata umeme, ninaamini kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwenye bajeti tuliyoipitisha ambayo utekelezaji wake unaanza mwezi wa 7, sisi wilaya ya Rorya tumepata vitongoji 74 katika vitongoji 319 vilivyosalia. Tunaamini vitongoji 74 vitafanywa kazi na wananchi katika vitongoji visalia watapata umeme. Lakini zuri ambalo tumesema na serikali katika awamu hii ni kwamba katika utekelezaji wa miaka hii iliyosalia, vitongoji 200 vitakavyobaki, ukitoa vile 74, kabla ya mwaka 2030 vyote vitakuwa vina umeme. Sisi ni faraja yetu, naamini kazi ipo, inafanywa na tutalimaliza hili, hatuna shaka juu ya hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho katika changamoto hiyo ni mamlaka ya mji mdogo wa Shirati. Rorya oye! Shirati oye! Mamlaka ya mji mdogo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa kufika hapa, kwa sababu naamini ukisema huo unatenda. Haya mamlaka na yenyewe yameahidiwa kwa miaka kadhaa iliyopita. Wananchi hawa wanaomba wapate mamlaka ya mji mdogo kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli zao za kiuchumi. Kama ni vigezo kadhaa zaidi ya 80 mpaka 90 tumekwisha kidhi kutokuwepo na mamlaka mji mdogo, na ilikuwa ni ahadi yetu ilani ya Chama cha Mapinduzi. Viongozi kadhaa wamekuja hapa wameahidi. Wao wananchi wanaamini bunge ndio wameshindwa kulisemea hili na lishindwa kutekeleza. Wao wananchi wanaamini diwani ndio wameshindwa kulisema hili. Wao wananchi wanaamini halmashauri imeshindwa kulisimamia, ndio maana wapate mamlaka mji mdogo. Leo umekuja baba, wewe ndio waziri mkuu, tunatamani sana useme neno ili tuondokane na hiyo lawama ambao wao wananchi wanaamini kwamba kikwazo cha mamlaka mji mdogo labda ni viongozi wameshindwa kulisemea kwa ufasaha. Sasa leo ukisema neno, naamini hili jambo litakaa sawa sawa na tuondokana na adha hii ambao wananchi wamekuwa kuiomba kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya nilikuwa nayasema kwa uchache wake. Pamoja na haya, nichukue nafasi kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu TAMISEMI iko chini yako. Leo ninapozungumza, mimi kama makamu mwenyekiti wa TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetufanyia mambo mawili makubwa mazuri ambayo yanakwenda kufanyika kuanzia mwezi wa 7. La kwanza, mamlaka hii ya mji mdogo hapa Shirati, tulikuja kukuomba kupitia waziri wako wa TAMISEMI kwamba pamoja na kama tunasubiria barabara ya lami hii kubwa ambayo iko chini ya TANROADS, lakini sisi tunayo stendi hapa ambayo kimsingi barabara zake ni chakavu. Tuliomba tupate lami kwa ajili ya kuingia maeneo ya stendi, maeneo ya masoko, barabara zote zinazoingia maeneo ya masoko, ili maeneo yote yazungukwe na lami wakati tunasubiri barabara ya TANROADS. Nichukue nafasi hii ndugu zangu wananchi, kwa heshima kubwa kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kama atakuwa kwa sababu TAMISEMI iko chini yake. Ninapozungumza na wewe, umetupa fedha zaidi ya bilioni 1 na milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa lami. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lami ile ikijengwa, maeneo yanayozunguka masoko, maeneo yanayozunguka stendi, ni viashiria vizuri vya kuonesha kwamba sasa maeneo mji huu unakwenda kukua kiuchumi na katika shughuli mbalimbali. Lakini kubwa la pili ambalo napaswa nikushukuru pia, leo ninapozungumza, pamoja na madaraja makubwa mawili uliojenga, madaraja madogo 4, tumepata fedha kutoka TAMISEMI zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa daraja linalotunganisha watu wa Nyancha na watu wa tarafa ya Lowimbo kupitia kata ya Nyaburongo na kata ya Kigunga, ambalo wenyewe nakwenda kutangaza kuanzia mwezi wa 7 kwa ajili ya ujenzi wake. Sisi ndugu zangu wananchi, pamoja na majukumu, pamoja na matatizo haya tulionayo, ambayo naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu ameyasema, mazuri yanapofanywa kupitia serikali hii lazima tuyaseme, na kama mnavyofahamu ndio kiombi cha muda mrefu. Hili daraja linalokwenda kujengwa katika kata ya Nyaburongo na kata ya Kigunga, wananchi wamekuwa kufariki eneo lile. Likijengwa linaokoa maisha ya watu, linainua uchumi, linaimarisha mahusiano, na ndio maombi ya wananchi wa maeneo haya. Lazima nakushukuru sana kwa kazi kubwa nzuri umeendelea kuifanya. Mwisho nichombeze kwa kuwa tayari tumepata lami.
na tutakwenda kupata lami, naamini ya TANROADS. Mimi naamini wote watasema tutapata lami kabla 2030, kwa sababu ndio kilio changu. Hapa najiuliza, bila ile lami 2030 nitakuja kuchukua fomu kupitia sura ipi? Kwa hiyo mimi naamini kwa wokovu huo utatusaidia. Tunahitaji kupata soko hapa kwenye mji mdogo, soko la kibiashara, kwa sababu ya bidhaa tunayozalisha. Tunazalisha samaki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini hatuna soko kubwa. Unapoiona wilaya hii, hatuna soko lolote la kuuza bidhaa tunazochakata kwenye wilaya yetu. Tukasema angalau tupate soko hapa la samaki, ili wananchi wavuvi wanapokuwa walete hapa, Wakenya wakija wanunulie hapa sokoni, wananchi wetu waweze kufanya biashara zao kwa jumla. Nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili liko chini ya TAMISEMI, nitazame kijana wako, tupate soko kubwa hapa la kiwilaya ambalo litaimarisha uchumi wa wananchi hawa, litaimarisha mji huu wa Shirati na wananchi waweze kufanya biashara. Na kumbuka wakati ukiwa waziri wa fedha niliomba pia soko la Kirongwe. Tukasema Kirongwe mpakani mwa Kenya na Tanzania, napo tupate soko kubwa ambalo ni la kimataifa kwa ajili ya mifugo yetu tunayouza. Ninaamini hili nalo tutalisemea kwa maslahi mapana ya wilaya ya Rorya. Baada ya haya machache, ndugu zangu wananchi, nipewa kazi yangu ya kushukuru, niendelee kuwaasa na kuwaomba sana. Sisi wananchi tumekuwa waungwana, tuendelee kuwa na uungwana huo. Changamoto zetu tunazitatua wenyewe kwa kukaa mezani na kuzisemea, na hatuwezi kutatua changamoto kwa vishawishi vya mtu yote kutuingiza barabarani. Niwaombe, chochote kinachopangwa dhidi ya serikali hii, dhidi ya kazi kubwa nzuri iliyofanya Dr. Samia, msikubali kufanya hivyo. Niliwahi kuwaambia, mkiruhusu mkaingia barabarani, mimi ndiye mnanipa kazi ngumu kwenda kuomba, kwa sababu mtakuwa mnaipinga serikali ambapo mnanituma mimi kwenda kusemea. Tusiruhusu. Watu wamepewa fedha zao nje ya nchi, wanarudi kushawishi vijana bila kujua maisha yetu sisi tunaishi vipi. Msiruhusu jambo hilo, na naamini mlilifanya kama nilivyoomba tarehe 29 mwezi wa 10, na tutaendelea kulifanya kwa maslahi mapana ya wilaya yetu. Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asanteni sana na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi.